Sisi tunapenda mgeni aseme nitatumia muda mfupi kama nusu saa au dakika 40 naweza nikatumia, alafu tupate nafasi nzuri ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu ambaye amekuja kutoka mbali, Sweden mpaka Tanzania. Ni mbali sana, lazima kuna kitu Mungu anataka kusema na sisi. Lakini kama alivyosema mchungaji Jason, siku moja au muda mmoja tu unatosha. Yaani kuna kitu cha muda mfupi lakini kikakupa kitu cha maisha ya zaidi na zaidi. Si mnafahamu Raeli alikosa mume ni sekunde tu, mambo yakabadilika tu. Yake anajua tangu asubuhi mpaka usiku mume wake ni nani? Ni Yakobo. Kumbe mambo yakachange. Kwa hiyo Mungu anaweza kukubadilishia tu kwa hizi dakika chache ukapata package itakayokusaidia kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo na sisi tunafurahi kwa ajili ya mchungaji Bent kumleta mtumishi wa Mungu mchungaji Marcus kutoka Sweden. Tunashukuru sana. Tunaomba tupige makofi kwa ajili pia ya mchungaji Bent kwa kazi nzuri. Asante sana. Semina yetu inasema hivi, kujenga timu na fursa kwa vipawa vyote kanisani. Sijui kama ninakosea, nadhani iko namna hiyo. Kujenga timu na fursa kwa vipawa vyote kanisani. Hiyo ndio semina yetu itakuwa ina mwelekeo wa namna hiyo. Kama kutakuwa kuna mambo mengine yatazungumzwa, nadhani ni sawa, lakini hasa kusudi kubwa ni kujenga timu na fursa kwa vipawa vyote kanisani. Na mimi nitaeleza au nitafundisha kidogo kwa sehemu, lakini naamini mtumishi wa Mungu atakaposimama atatuelekeza vizuri zaidi. Jambo la kwanza ni kuelewa timu, watu wote kwenye timu wanakuwa wanahusika. Yaani watu wanahusika. Tunaposema kujenga timu na fursa kwa vipawa vyote kanisani, la kwanza ni kujua watu wote wanahusika. Yaani wote tuliopo hapa tunahusika. Wote tuliopo kanisani tunahusika. Yaani kanisani au kanisa la Mungu hakuna mtazamaji. Kila mtu anafanya nini? Anahusika. Na kila mtu ana umuhimu wake. Hilo ni jambo la kwanza linapaswa mtu aelewe tunapokuwa tunajenga timu. Ukiangalia kwenye mambo ya mpira, kuanzia namba 1 mpaka namba 11, wale wachezaji wa mpira, hawa watu wote wanahusika. Yaani hakuna asiyehusika. Hata kama kule ndani kuna kocha, kuna captain, na kuna wachezaji kwa vipawa mbalimbali, lakini wote wanafanya nini? Wanahusika. Sasa kanisani, semina yetu hii tunataka tuweke mkazo kwamba tunataka tuendeleze kujenga timu. Kujenga timu, yani tufanye kazi kitimu. Yani kila mtu ajitambue yeye anahusika, usiwe haupo. Ukiangalia kwenye timu mpaka washangiliaji wale wanaokuja wenye timu yao nao ni wahusika. Wanajua sisi tukikazana kuishangilia timu yetu kitakachotokea ni kile ambacho tumelenga. Kwa hiyo ndio maana kubwa ambayo tunataka tujenge, au mafundisho yetu yatakuwa katika kufanya hivyo. Kujenga timu ya ushirikiano. Yaani hasa tunataka kujenga au tunakumbushana kujenga timu ya ushirikiano. Kama kanisa tunakuwa ni timu iliyojengwa yenye ushirikiano. Kila mmoja yeye ni wa thamani. Na huo uelewa ukiingia kwako, ukiingia ndani yangu, unaanza kujitambua. Huwepo kanisani tu kama mtu ambaye labda wewe huhusiki. Zamani za Agano la Kale tutaangalia, lakini zamani za Agano la Kale pia walikuwa wanahusika sana. Ila palikuwa pana taratibu fulani, kunakuwa kama na champion, kunakuwa na mmoja ambaye anatambulika. Ukiangalia vita vya Goliath na Daudi, ni kama Waisraeli walikuwa na championi wao Daudi, na Wafilisti wana championi nani? Goliath. Kwa hiyo hao wengine wanakuwa watazamaji tu kuona, na championi wao akipigwa wote wamefanya nini? Wamepigwa. Lakini katika Kristo, katika kanisa la Mungu, sisi wote tunatakiwa tuwe tuna ushirikiano wa pamoja. Mungu wetu apewe sifa. Tunakuwa tunajenga timu ya pamoja, kila mmoja anakuwa anahusika. Na tunapojenga timu ya ushirikiano, maana yake ni kuelewa maono na tunatambua kwa pamoja. Yaani maono au uelewa wa pamoja na kutambua sisi sote tuko kwa kusudi gani.
na ikishafikia hapo inaleta mafanikio au ukuaji na uwajibikaji. Kunakuwa hakuna mtazamaji, kila mtu anakuwa anahusika. Hii inahusisha mafunzo, inahusisha uhamasishaji, inahusisha uelewa wa timu na lile lengo. Na sasa ndio maana tumekuwa hapa, tuko kwenye hii semina ili kujenga timu ya pamoja. Kunahitajika kuelewa maono yetu ya pamoja, kwamba lengo letu ni nini, na hiyo inategemeana pia na mafundisho yatakuwa kwa yanafundishwa kila mara. Watu wajitambue, wakishajitambua kunakuwa na msafara mzuri utakaoleta mafanikio makubwa katika kanisa. Nataka nitoe mifano kwenye Biblia, mifano ya ujenzi wa timu. Mfano ya ujenzi wa timu. Ukimwangalia Mungu pamoja na Roho Mtakatifu pamoja na Yesu Kristo, utaona hii ni timu, ilifanya kazi kwa pamoja. Naona kila mara utaona Mungu akitokea, Roho Mtakatifu anatokea, Yesu Kristo anatokea, na hawa wote kila mtu ana nafasi yake ya kufanya. Na kwa sababu wanafanya kitimu, yale maono na yale malengo waliokuwa nayo mpaka sasa hayajawahi kushindwa hata siku moja, kwa sababu wanafanya kitimu. Unaona Yesu anasema, mimi siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa lile nililolisikia kutoka kwa nani? Kutoka kwa Baba. Na mahali pengine anasema huwa ninafanya yale yampendezayo nani? Yampendezayo Mungu. Unaona hawa wanafanya kazi kwa kitimu, wana uhusiano, wanahusika pamoja. Mara nyingine Yesu anaenda kubatizwa, tunasoma katika kitabu cha Mathayo. Wakati Yesu anabatizwa yuko pale, ni tendo lilikuwa linafanyika la ukombozi. Saa hiyo hiyo Roho Mtakatifu kama huwa anakuja anatua kwenye mabega ya nani? Ya Yesu Kristo. Saa hiyo hiyo sauti inasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Unaona wanafanya kazi kitimu. Hapa tumefeli sana sisi kama kanisa. Mara nyingi tunafanya kazi sio kitimu. Tunafanya kazi kama fulani ndio mstari wa mbele. Labda mchungaji ndio mstari wa mbele, labda askofu wa jimbo ndio mstari wa mbele, labda askofu mkuu ndio mstari wa mbele, unaona, labda mchungaji wa tawi. Kanisani kwa washirika wengine wanakuja tu kanisani, wapo tu hawana kitu, ni kama wanasikia maagizo tu. No. Tunatakiwa tufanye kazi kitimu ili tufikie kwenye malengo na mafanikio. Unaona tabia hiyo hiyo ilimfanya Yesu Kristo aanzishe timu. Naona Yesu Kristo aanzishe timu kwa sababu ana ufahamu huo. Aliona sitafanikiwa nisipokuwa na timu. Katika kitabu cha Luka ile sura ya 6, Injili ya Luka mtakatifu sura ya 6, mstari wa 12 mpaka wa 16. Naweza nisimalize hiyo mistari kuisoma, lakini nataka tu upate picha. Imeandikwa hivi: ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha huko usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume: Simoni aliyeitwa jina lake la pili Petro, Andrea nduguye, Yakobo, Yohana na Filimoni na Bartimayo, na Matayo na Tomaso na Yakobo na Alfayo wa Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Unaona hapa Yesu alienda maombi na akaona ili niweze kufanikiwa kusudi langu lazima niwe na timu. Na hiyo inatupa msingi mzuri kwamba timu pia inapatikana kwa maombi, na hata watu wanapookolewa kuna maombi yamefanyika ndipo watu wanaokolewa. Kwa Yesu akapata wanatimu, akapata watu 10 na ngapi? 12. Soma vizuri, unaweza kumuona Yesu kila mara, pamoja na kwamba alikuwa anawafundisha kama mwalimu, alikuwa anawaonyesha kama kiongozi, lakini alikuwa anafanya kazi kitimu. Wakafika mahali wakajua kumbe tunafanya kazi pamoja na nani? Pamoja na Yesu. Unaona? Tumesoma hapo alikuwa anawatuma mahali, anawapa amri, anawapa mamlaka yale ambayo yeye yuko nayo, wanaenda wanafanya kazi. Na tunasoma mistari mingine anasema wanarudi na kufurahia. Sema mzee, kule shughuli ilikuwa nzuri sana, hata pepo wanatutii. Yesu anasema msifurahie kwa sababu pepo wanawatii, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi?
mbinguni. Pointi yangu hapa ni nini? Yesu alifanya kazi kitimu na wale wanafunzi. Ingawa Yesu alikuwa mkubwa sana, alikuwa ni Mungu mtu, lakini bado alifanya kazi kitimu. Watumishi wa Mungu, mimi nataka chukua nafasi hii wakati naendelea na masomo haya kwamba tukiendelea namna hiyo Mungu ataliinua kanisa katika viwango vikubwa sana. Yaani tunafanya kazi kitimu. Hata hivi kutoka Andeni, kutoka Lushoto, kutoka Kilindi, kutoka Hale, kutoka hii tu yenyewe tu inatuonyesha tuna nyota au tuna dalili fulani, tuna mwangaza fulani kwamba sisi tunafanya kazi kitimu. Mungu wetu apewe sifa. Kwa Yesu alifanya kazi na timu hiyo. Lakini ukisoma tena wakati mwingine utaona Yesu katika hiyo timu tena alikuwa anafanya kazi na wengine ndani ya timu. Alikuwa na Petro, alikuwa na Yakobo, alikuwa na Yohana. Hii ni timu yake tayari alikuwa nayo. Hata akienda kwenye maombi, kuna maombi ya kwake binafsi, lakini bado anaona hawa ndugu hawa nitawashirikisha. Hata saa nyingine tunasoma wanalala usingizi, lakini bado Yesu hawakatai. Anawaamsha, jamani amkeni tuombe. Hata pakitokea maajabu, wakimwona Musa, wakimwona Elia, wakiwa wanababaika, anaambia hapana, msishughulike na hawa, shughulikeni na mimi niliyebakia hapa, tuendelee. Yani alikuwa anawafundisha ili timu iwe na nguvu. Na mimi ninaamini timu ya Bwana, kanisa jimbo la Tanga, Bwana ataijaza nguvu isiyo ya kawaida kabisa. Yani tukifanya kitimu mambo yatakwenda vizuri sana. Lakini si hivyo. Hiyo nilikuwa nasoma ni Luka 9:28, 29, unaweza ukasoma akiwa na hao wanafunzi watatu. Lakini pia Yesu alikuwa na timu ya watu 70. Alikuwa na timu ya watu 70 katika Luka ile sura ya 10 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema basi baada ya hayo Bwana aliweka wengine 70 akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Unaona, pamoja na timu ya watu 12 bado Yesu alikuwa na timu ya watu watatu, bado tena Yesu alikuwa na timu ya watu 70. Semina yetu ni kujenga nini jamani? Ni kujenga nini jamani? Timu. Tukifanya kitimu tutafanikiwa sana. Kwa Yesu alikuwa na timu ya watu 70, na hawa akawapa amri kama wale 12. Akawaambia, jamani nitangulieni kwenye miji nitakayokwenda. Nitakwenda mahali fulani, tangulieni kule mkafanye kazi. Na unaona mafanikio makubwa sana katika utumishi wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu hakufanya kazi peke yake, alifanya kazi kitimu. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja niwarudishe mahali fulani kidogo. Kuna wakati fulani Musa, kwa sababu alionana na Mungu na walikuwa wameweza kuzungumza na Mungu ana kwa ana, katika Kutoka sura ya 3, kijiti kinawaka moto hakifanya nini? Hakiteketei. Mungu anamtuma Musa. Na Musa anasikia kabisa anahusika kabisa, maana yeye ameonana na Mungu. Lakini baadaye Mungu anamwambia Musa, nenda uonane na Haruni ndugu yako. Alafu uite na wazee wa Israeli, uwaambie haya niliyokuonyesha, nyoka, mti fimbo inakuwa nyoka, mkono unakuwa theluji, uwaambie haya, uwashirikishe. Unaona Mungu ile dhana ya kitimu bado inafanya nini? Inaendelea. Kutoka sura ya 4 ukisoma utakuta hayo mambo. Na wazee, Haruni anakuja, Musa anamfafanulia Haruni yale aliyoonyeshwa na Mungu, na baadaye Musa anaitwa wazee, anawaeleza yule Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea. Sasa wanajiunga, wanakuwa timu. Sasa pointi yangu ni hii, nataka ukumbuke. Baadaye waliposafiri, safari imeenda, ukisoma sura ya 18 ya kitabu cha Kutoka, Musa akasahau kufanya kazi kitimu. Unaona Maandiko yanasema Musa akawa nyumbani kwenye mkutano, akakaa kuanzia asubuhi anatatua matatizo ya wana wa Israeli. Baba mkwe alifika siku hiyo, akatazama ile kitu, akaona huyu hajui kufanya kazi kitimu. Naona akamwambia Musa, hii itakuchosha, hii itakuumiza, wewe mwenyewe utadhoofika na hawa watu pia hawa watadhoofika. Unajua sio kudhoofika tu kwa afya, yani hata kiroho watakosa nguvu, kwa sababu wataanza kulalamika kwamba mimi nilikuja hapa tangu asubuhi, jambo langu halijatatuliwa. Unaona Musa alisahau, na hiyo inakuaga mara nyingi kwenye sisi viongozi, huwa tunasahau.
Saa nyingine unataka wewe mwenyewe kiongozi uongoze ibada. Saa nyingine unataka wewe mwenyewe kiongozi usome neno. Saa nyingine unataka wewe kiongozi mwenyewe ukaribishe wageni. Saa nyingine unataka wewe kiongozi mwenyewe tena uwe kwenye kwaya. Sasa unakuwa na vitu vingi sana, utakwama. Lakini tunamshukuru Mungu, alimtumia mtu ambaye hakuwa Myahudi haswa, akamwambia Musa, hii shughuli itakuletea uzito. Na Bwana ashukuriwe, Musa alikuwa ni mpole, mwenye roho ya kupokea. Akakubali ule utaratibu, akagawanya majukumu, timu ikafanya kazi vizuri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kufanya kazi kitimu ni baraka kubwa sana. Na katika kufanya kazi kitimu, kila mtu ana kitu ambacho Mungu amemgawiwa. Yaani inakuwa hivyo. Inawezekana mimi wakati fulani nilikuwa Marangu shule ya Biblia, na uzuri mchungaji Mwakyusa, askofu wetu mzee Mwakyusa alikuwa mwalimu wangu, alinifundisha miaka 35 iliyopita huko. Naona nilipendelewa sana na marehemu Mshomi, alikuwa askofu, alikuwa kiongozi wa dhehebu kule. Alikuwa amenipenda kwa ajabu sana, akanipa Galaton jipya. Fikiri miaka 35 iliyopita, tena nadhani 37 iliyopita. Kupewa Galaton ilikuwa sio rahisi. Kwanza kulinunua lenyewe ilikuwa ni shughuli. Akaniambia, bwana, chukua Galaton. Ile Galaton ilikuwa ninalala nalo kwenye chumba. Nimejifunza kupiga, yani mpaka vidole vinavimba, mpaka hapa ninavyokuambia, mpaka leo mimi sijui kutiuni wala kupiga. Nililazimisha ikashindwa. Siku moja nikasema hapana. Nikamwona ndugu mmoja wa Meru kule, nikamwambia, ndugu, hii gitaa wewe ndio mpigaji, chukua hii gitaa. Nikampatia. Nilivorudi kule Mombo akaniambia, ungekuja nalo. Akasema nilimwona kuna ndugu mwenye ile karamu. Kwa hiyo katika timu kila mtu ana kipawa chake. Haleluya. Kila mtu nani wa muhimu. Si unaona mimi nimejaribu kupiga gitaa imeshindikana, lakini kuna mtu hata akifumba macho tu anaweza kufanya. Yaani mimi nashangaa sijui anafanyaje hivi. Nasikia kama muziki unakuja tu mtu anafanya namna hii. Mimi nimejitahidi usiku kucha. Nikasema hii sio ya kwangu. Kwa hiyo katika timu kuna vipawa na kuna karama. Sasa tukifanya kwa kitimu tutavitumia hivyo vipawa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Musa, tunamshukuru Mungu, akaelewa, akasema kama ni hivi basi mimi nitafanya kitimu. Wakafanya kitimu na shughuli ikaendelea vizuri. Lakini sio hivyo tu, Yesu pia alikuwa na timu ya wanawake. Yaani unaona Yesu hakuna mtu alimuacha. Alikuwa na timu ya wanawake katika huduma yake. Katika kitabu cha Luka sura ile ya 8 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mstari wa 1 mpaka wa 3 Biblia inasema hivi: ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa waliponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, Yohane mkewe Kuza wakili wa Herode, na Suzana, sio Suzana Benti, lakini na Suzana na wengine waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Unaona Kwa hiyo unaona Yesu pia alikuwa na timu ya wanawake. Saa nyingine sisi utamaduni wetu hapa huwa hatupendagi kufanya kazi na wanawake. Naharibu dini. Ni utamaduni wetu sisi, tunakuwa hatufanyi kazi na nani? Na wake au wanawake. Lakini Yesu unaona kwenye timu yake imeandikwa na wanawake kadha wa kadha. Yaani hao ni wengi, halafu wakatajwa majina waliokuwepo. Magdalena, Yohane, Suzana, wote hao wanatajwa kwa sababu Yesu alikuwa na hiyo timu. Na hii timu ilikuwa ni timu moja kali sana kwenye mambo ya ukarimu. Walihakikisha kwamba huduma ya Yesu haiwezi ikakwama, lakini walikuwa miongoni mwao. Sikiliza nikwambie, tunapofanya kazi kitimu, hata usipoitwa jina la cheo, wewe ni mmoja katika timu. Saa nyingine hivi vyeo ndio vinatuharibia. Kwa sababu unaona, labda ningetambulika kama pastor, ningetambulika kama mchungaji kiongozi, basi ninakuwepo. Hata kama utambuliki, kama wewe ni ndani ya mwili wa Kristo, wewe ni timu yetu. Nasema wewe ni timu yetu. Nasema wewe ni timu yetu. Sasa unaona hapa ni mfano mzuri ambao Kristo Yesu
ametuonyesha. Nimebakisha dakika 10. Najua nilipewa lisaa lizima, lakini nataka nichukue dakika 10 alafu tumkaribishe mgeni. Mimi natamani sana ikae namna hiyo. Sinakaa vizuri jamani? Sinakaa vizuri? Nitaongeza tu dakika 10 pale mpaka kasoro dakika 20 nitamaliza, ili tumpe nafasi mgeni wetu tumsikie vizuri. Kwa hiyo kufanya kazi kitimu inaleta baraka kubwa, na ndani ya kufanya kazi kitimu hasa inahusisha mambo mengi. Hapo mnakuwa na maombi ya pamoja, mnakuwa na uelewa wa pamoja, mnakuwa na mawasiliano kama timu, mnaweza mkafikia kwenye matokeo makubwa sana, na bila kujali jinsi, unaona, bila kujali huyu ni mwanamume, huyu ni nani, ni mwanamke. Sisi utata wetu unakuwa hapo. Ukisoma Agano la Kale kuna vipengele vingi sana, ningeweza kusema kimoja baada ya kingine, lakini ngoja nikuonyeshe. Hata Mungu alipomuumba Adamu na Hawa alitaka wawe timu. Biblia anasema akawabarikia, akawaambia mtatiisha na kuwa na mamlaka juu ya viumbe vyote. Si ndio? Si sawa jamani? Aliwapa timu wafanye kazi kitimu. Wenyewe tu walipokosea kufanya kazi kitimu ndio mambo yakatokea, yakaenda ndivyo sivyo. Lakini baadaye bado mpango wa kitimu ukafanya nini? Ukaendelea. Msome Debora. Debora alikuwa mke wa mtu. Debora alikuwa mke wa nani? Mke wa mtu. Kwa nini Biblia inasema Debora alikuwa mke wa Lepodoth? Kwa nini Biblia inasema hivyo? Ilikuwa ina maana kwamba Biblia inamheshimu Lepodoth, kwamba huyu mwanamke pamoja na kwamba alikuwa na kazi kama 3. Alikuwa nabii, alikuwa muamuzi wa taifa la Israeli. Unakuwa nabii ni kuona na kutoa taarifa. Muamuzi ni kuamua mambo yanayotokea katikati ya lile kusanyiko. Unaona? Lakini pia alikuwa mke wa mtu. Unaona? Bado alikuwa na majukumu nyumbani kama mke, na ndio maana Biblia inataja hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 4 utaona hayo maandiko. Inamtaja kabisa Debora nabii, mke wa Lepodoth. Ngoja tusome. Bado dakika zangu naona zinaniruhusu. Kitabu cha Waamuzi sura kutoka Joshua pale sura ya 4 mstari wa 4. Basi Debora nabii mkewe nani? Rapidothi ndiye alikuwa muamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Kwa nini Biblia inataja kabisa kwamba alikuwa nabii mke wa? Kwa sababu alikuwa anajua kufanya kazi kitimu. Mara nyingine huduma au karama au vipawa, kwa sababu ya kutokuwa na uelewa, vinatufanya tunatoka kufanya kazi kitimu. Mfano, ikatokea mmoja wetu ana karama, au kama zilivyo karama kwa watu wengine, ukafanya jambo ukaombea mtu akapona, uwe ni mchungaji au usiwe mchungaji, unashindwa kuelewa kwamba wewe uko kwenye timu. Taratibu unaanza kujitoa, unajiona wewe ni special zaidi ya watu wengine. Sijui kama tunaelewana unakuwa special. Mfano uko kwa mchungaji Nko kule, wewe ni mshirika pale, siku ukaombea mtu tu pale, mchungaji Nko labda alikuwa hayuko, ukaombea mtu akapona, na akakiri kabisa akapona, ama alikuwa kiwete au kipofu namna yoyote ile. Sasa kwa sababu ya udhaifu tulionao, unaanza kuona mzee Nko huyu hapa hana uwezo, mimi ndio mwenyewe, na unaanza kutaka watu wakufuate. Sasa ndio tunashindwa kuelewa kumbe karama na vipawa ni ili kufaidiana na kumuinua nani? Kristo Yesu. Na kama tungeelewa hivyo kama timu, na wewe unakaa kwenye nafasi yako, Mungu angeachilia umwagiko mkubwa sana katika kanisa lake. Hasa huyu ni mke wa mtu, wala hakuwa na tatizo lolote. Alikuwa anajua mimi ni mke wa mtu, na Biblia inatuonyesha alikuwa anajua kufanya kazi kitimu. Anajua kwamba mimi ni mke wa fulani, ninafanya kwa majukumu yangu, lakini bado mimi ni muamuzi. Kwa hiyo hakuwa anarudi nyumbani anamwambia mzee, si unajua mimi ninavyoheshimiwa kule, Wakalamba wanakuja na Banyampala wanakuja wanapiga magoti chini yangu, alafu wewe si una maelezo yako nisiyoelewa, niache nipumzike. Mke wa mtu, ina maana kuna kitu kinazungumzwa hapa. Alikuwa anajua kufanya kazi kitimu.
Haya, nilikuwa nakuja huko mzee, asante sana. Si unajua mzee ana karama hizo za ualimu. Haya, ngoja niende haraka nisichelewe. Bado huyu mtu alikuwa anashirikisha makamanda wa jeshi wakina Baraka. Kuna wakati fulani ukisoma huko mbele ikawa inatokea vita ya Waisraeli na taifa lingine, na huyu mama kwa sababu ni nabii akawa ameonyeshwa na Bwana kwamba kwenye hii vita tunayokwenda, pamoja na kwamba tuna kamanda Baraka, lakini ushindi hautakuja kupitia mwanamume, ushindi utakuja kupitia nani? Mwanamke. Na kwa sababu anajua mahusiano, anajua kazi kufanya kitimu, na anajua pia kuna kamfumo dume kidogo, akampasha habari, akamwambia Baraka, vipi naenda vitani? Sasa tunakwenda. Sasa hii vita haitakupa heshima wewe, hii vita kuna mwanamke ambaye ataleta. Akasema yule Baraka naye alikuwa anaelewa kufanya kazi kitimu, akasema kinachohitajika hapa ni lengo tulilonalo. Swala la nani atapata heshima ni Mungu wa mbingu atapata heshima. Yaani ukijua hilo likitokea katikati yako, heshima haiji kwako, heshima inakwenda kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo ndio kufanya kazi kitimu. Unaona, kama kikitokea chochote kikifanikiwa, hatuonyeshi ni fulani, yeye ni mmoja wetu kwenye nini? Kwenye timu. Na unaona Baraka akasema basi mimi niko tayari kwenda. Ukiendelea kusoma hiyo sura huko unaona Sisera anapigwa na Yaeli pale, anakufa, na anakuja yule anemkibiza, anaambiwa yule adui yule kwa mtafutani huyo hapa, na wote wakamtukuza Mungu na taifa la Israeli likabarikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni kujua kufanya kazi kitimu. Kama kuna mahali adui anatuchenga ni hapo. Ni hapo kwenye kufanya kazi kitimu. Mimi nimepita hiyo changamoto, ninaijua. Nikizungumza hapa ninajua. Sasa nyingine mnapata maono ya kupanga kwa pamoja, unawashirikisha watu na watu wanakubali, wale wa timu ya kwanza ya karibu, alafu na timu nyingine unaishirikisha, lakini baadaye mtu anatoka sema hapa hii kifanikiwa, Mulenga ataonekana ni mtu fulani. Sasa tayari mnaharibu mpango. Soma watu walioweza kumshtua Mungu. Soma watu walioweza kumshtua Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11, ukisoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5 au wa 6, utaona watu waliomshtua Mungu. Kwa sababu gani? Walifanya kazi kitimu. Biblia anasema dunia ilikuwa na usemi mmoja na lugha moja, wakapatana kujenga mnara wa Babeli. Mnara wenyewe ulikuwa ni makosa. Sasa tuache hicho cha makosa, tuchukue ule ufanyaji kazi wa kitimu. Hawa watu walikuwa na sauti hii moja na lugha hii moja, wakakubaliana kwa nia moja, wakahitimu kwa nia moja, wakaendeleza kujenga mnara, wakamkute mzee huko mbinguni. Naona Biblia inasema Mungu akasema Bwana tushuke tuangalie. Hawa jamaa ni watu wenye lugha moja na usemi mmoja, na haya ndio wanayoyafanya sasa. Wakiamua chochote kile hawatazuiliwa. Ukiona timu yenu inafungwa kwenye mipira ni kwa sababu hapo ndani kumeshavurugika. Yaani kuna mchanganyiko hapo. Kuna mchanganyiko. Kuna namna fulani imepita. Inawezekana beki na kipa kaishapewa mlungusha. Sasa nyinyi hamjui, mnajitosa, wengine hawapo kitimu. Lakini mkiwa timu moja, mkikusudia mamoja, kwa kweli hata mkifungwa mnasema tumefungwa tu hapa, lakini kwa kweli tulikuwa pamoja. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu wetu apewe sifa. Na tuna mifano, ninapomalizia hizo dakika zilizobakia, tuna mifano mingi kwenye Biblia ambayo nilikuwa nimeiweka hapa. Unaweza ukaona mtu kama Musa, pia nimemtaja, nitaka nielezee vile alivyokuwa anafanya kazi. Alifanya kazi akiwa na Haruni ndugu yake, alifanya kazi pia akiwa na Miriam. Miriam alikuwa ni mwanamke dada yao, walifanya kazi pamoja, walikotembea pamoja. Wakati wamepata ushindi, ukisoma ile sura ya Kutoka 15 mstari wa 20 au 15:20 au 20:15, nadhani 15 mstari wa 20. Ukisoma unaona Miriam alipoona ushindi umetokea, akaanzisha nini? Wimbo wa sifa. Si sawa? Alipoanzisha wimbo wa sifa, kwa sababu hao watu walikuwa ni timu. Maandiko yanasema wanawake wakaja wakaitikia nyuma yake, ikanogesha sana. Farasi na mpanda farasi wamezamishwa kwenye nini? Kwenye shimo. Ikawa shangwe kubwa, walikuwa wanafanya kazi kitimu. Naona Musa alipotaka kupanda mlimani kwenye maombi, ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 10 sura ya ngapi? Sura ya 7 kama sikosei. No, sio sura ya 7. Itakuwa ni 10 na kitu. Sura ya 14 kama sikosei, mstari wa 8 mpaka wa 13. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, panda wewe na Haruni mlimani. Naona na Huri. Kwa hiyo ilikuwa ni timu. Musa, Huri na nani? Na Haruni wakapanda mlimani.
Lakini soma maandiko yanasema hivi, Musa akamwambia Joshua, jichagulie watu mkapigane na nani? Na Waamaleki. Tusome basi Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14, dakika 5 zitatosha, tutamalizia hapo. Kutoka sura ya 14. Mbona huo mstari umepotea jamani? Yes, 17, sawa kabisa. Si ndio kusaidiana huko, tunafanya kazi kitimu. Mwingine hapa anasema ngoja nimkomoe ili aonekane hajui. Mpigieni makofi huyo, anajua kufanya kazi kitimu. Kutoka 17 mstari wa 8. Wakati huo Waamaleki wakatoka wapigane na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mikono yake Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Joshua akawaangamiza Waamaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Unaona hapa kazi ilifanyika kitimu. Niombe watu watatu waje haraka. Watu watatu waje tu haraka. Watu watatu. Sawa. Sawa. Hawa ni wawili, watatu. Wewe ni watanga tu, ngoja aje mwingine. Asante. Aje mwingine asiwe watanga tu, maana sasa unaona wengine wanaogopa. Sawa. Hai. Tufanye hivi. Huyu ni Musa, Haruni na Huri. Si sawa? Inua mikono yako juu. Juu kabisa, umeshika fimbo. Si unakumbuka hilo andiko? Musa alifanya nini? Alafu akafanya nini? Akashika fimbo, si ndio? Hii ni timu inafanya kazi kitimu, si sawa? Hapa kuna nani? Kuna Haruni na nani? Na Huri. Au Huri na nani? Na Haruni. Hapa kuna Musa ameshika nini? Fimbo. Alafu huko mbele kuna nani? Joshua. Aje Joshua hapa. Aje Joshua, tufanye haraka. Tumebakisha dakika 2:30. Joshua yuko hapo. Simama hapo. Sogea mbele kidogo. Joshua ana upanga, lakini nyinyi sio Waamaleki tafadhali. Nyinyi sio Waamaleki. Kwa hiyo Joshua akawa na watu wengine ameshika upanga ili apige nani? Waamaleki. Lakini upanga wa Joshua, kwa sababu wanafanya kazi kitimu, hauna upako, isipokuwa upako unatoka kwa nani? Kwa Musa. Unaona Lakini Musa hakuwa na upako, isipokuwa upako unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo upako unatoka kwa Mungu, unashuka kwa Musa. Ukitoka kwa Musa unaenda kwa nani? Kwa Joshua. Ukienda kwa Joshua, Joshua anawaangamiza Waamaleki. Nani anatakiwa kupokea sifa katika hawa wote? Nani anatakiwa kupokea sifa? Kwa sababu hawa watu wanafanya kazi nini? Kitimu. Na kwa sababu wanafanya kazi kitimu, neema ya Mungu inafanya nini? Inaingia. Lakini nisikilize, unaona hii mikono inazidi kutelemka. Nyosha hivi bwana, vipi bwana? Si unaona Kwa sababu huyu ni mwanadamu, naye ana nini? Ana mapungufu yake. Katika kufanya kazi kitimu, yoyote yule huwa anakuwa na mapungufu. Mbona msemi amina jamani? Sasa shida tulionayo, hatuoni mapungufu, tunamsaidiaje haya mapungufu yake? Tunaanza kumlaumu kwamba huyu hajui, angefanya hiki, ingekuwa hivi. Hapo tunakosea kufanya kazi kitimu. Wanaojua kufanya kazi kitimu ni hawa. Wakafanya nini? Wakashika mikono ya Musa. Wakashika mikono ya Musa. Unaona wakamtegemeza nani? Musa. Mungu akashusha upako ukaja kwa Musa, ukaenda kwa Joshua, shughuli kaenda sawa sawa. Tunapofanya kitimu, utukufu na heshima unarudi kwa Mungu wetu wa mbinguni. Asante sana, naomba turudi. Nadhani niishie hapo. Nilikuwa nataka nimalizie na Nehemia ambaye utasoma kwa wakati wako. Ni ndugu ambaye alifanya kazi kitimu. Alipopata taarifa za kuta za Yerusalemu zimeanguka, alipopata taarifa milango 10 imefanya nini? Imebomolewa. Huyu jamaa alichofanya cha kwanza, alianza mahusiano yake ya kwanza, alienda kwa Mungu, akaomba, akaomboleza. Alipopata ile confirmation kwamba sasa mambo yako sawa sawa, akapata kibali kwa mfalme.
maandiko yanasema sura ya pili ya kitabu cha Nehemia mstari wa 16, 17 na 18, akaenda kuwajulisha ndugu zake wa Israeli kwamba jamani, mnaona hali yetu ilivyokuwa duni, mnaona jinsi ambavyo tunaonekana shutuma. Akawahamasisha wale jamaa, wakaingia na moyo, wakasema Nehemia, sisi tuko tayari kwenda kufanya hiyo shughuli. Unaona ukisoma mstari wa 3 sasa ndio wanaanza kujenga yale malango. Unaona lango la kwanza linaitwa lango la kondoo. Nakumbuka mzee Makiusa, kama utakumbuka, nilifundisha miaka fulani andeni, nilipata kipindi lango la kondoo. Na hili lango la kondoo walikuwa wanahusika makuhani. Unaona, kwa sababu ni kuingizia kondoo. Lakini leo sisi ni uzao wa kifalme, sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kinini, wa kifalme. Kwa hiyo sisi wote tunahusika kuingiza kondoo kwenye hilo lango. Na ukisoma hayo malango 10 yote utaona yalikuwa na watu wanasimama kufanya kazi kitimu. Unaona, huyu Nehemia anasimama kama kiongozi, lakini kila timu inafanya. Hawa wanahusika na lango la kondoo, hawa wanahusika na lango la samaki, hawa wanahusika na lango la mashariki, hawa wanahusika na lango. Kila malango yalikuwa na watu wao. Na Biblia inasema wakipokuwa wanajenga, mkono mmoja ulikuwa umeshika silaha na mkono mwingine unafanya kazi. Wote walikuwa timu. Ninamwomba Mungu kanisa la FPCT tufanye kazi kitimu, tushikamane kitimu. Pale kwenye tawi lilioko, wazee wa kanisa, wainjilisti, washirika ambao wanaonekana hawana labda nafasi yoyote, washirikishe, tufanye kazi kitimu, tutaona matokeo. Maana katikati ya kila mmoja kuna karama, kuna vipawa, kuna maarifa, kuna vitu Mungu ameweka ndani yao. Ningekueleza kwenye Biblia kuna wapambaji kabisa, walikuwepo wapambaji, walikuwa wanahusika kupamba vitu ambavyo ungepewa ndugu yangu James, mchungaji Askofu James, usingeweza. Lakini kulikuwa wapambaji, hiyo ni karama na vipawa vyao, ndio walikuwa wanapanga. Kulikuwa kuna kina nani wale, Bezaleli na Oliabu, walikuwa ni mainjinia wale wa kutengeneza vitu kwa ustadi. Hiyo karama Mungu alikuwa amewapatia. Walikuwepo, kila section ilikuwepo. Hata kufundisha jamani, wengine sisi tuna neema tu kidogo, lakini kuna watu wana vipawa, karama ya kufundisha, anajua mahali pa kuanzia na pa kuishia. Sisi tunataka tukaanzia popote tukatokea mbele, kwa sababu labda tuna karama nyingine ndogo ya uinjilisti ambayo Mungu ametupa, lakini zote zinakuja tunafaidiana na utukufu wa Mungu unasikika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Israeli walijitahidi kujenga watu wao namna hiyo, wakawa wanajua kila kitu kinavyokwenda. Naomba tusimame tumshukuru Mungu kwa sababu muda ule nilisema. Asanteni pia kwa kunipa nafasi hii, watumishi wa Mungu. Sio kwamba mimi ni bora zaidi ya ninyi, mliona imependeza niseme kwa sababu tusingeweza kusema wote, na mimi naipokea kwa unyenyekevu kabisa mbele za huyu Mungu wa mbinguni. Twasema asante, twasema Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kutupa nafasi hii ya kukusanyika mbele zako uliye mfalme wa wafalme. Asante Bwana kwa sababu umesema nasi kwa namna ya ajabu. Ninakushukuru Bwana, hata mtumishi wako ndugu yetu kutoka Sweden atakapokuwa anatufundisha, ninaamini neema yako itakuwa kubwa na utukufu wako utakurejea. Baba, tunakutukuza jina lako. Baba, tunakuinulia sifa. Wewe ni Mungu ketie mahali pa juu. Utukufu, heshima, uweza na mamlaka ni vyako Bwana. Asante Mungu, kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante, tunaweza tukaketi.